Habari gani mwana Kewe TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa Kewe TV. Tunajua kwamba Sativa amekuwa na mvutano mkubwa sana pamoja na jeshi la polisi. Kama ulikuwa unafuatilia sana Sativa katika akaunti yake ya mtandao wa Twitter, utajua kwamba Sativa amekuwa akichapisha machapisho mbalimbali kuhusiana na jeshi la polisi. Amekuwa akikashifu sana jeshi la polisi, amekuwa akiandika vibaya kuhusiana na jeshi la polisi. Lakini siku ya leo Sativa kupitia ukurasa wake wa Twitter ameweza kuandika waraka mrefu sana kutokana na kile ambacho kilikuwa kinamsibu yeye. Sativa pia ameandika kwa nini alikuwa anaandika machapisho mengi kuhusiana na jeshi la polisi. Nataka nisome nukuu ya kile ambacho Sativa ameweza kuandika katika mtandao wa Twitter. Nukuu: naitwa Edgar Mwakalebela maarufu kama Sativa. Kwa siku mbili tarehe 9 hadi 10 mwezi wa 4 mwaka 2025 nimekuwa na lugha za matusi dhidi ya jeshi la polisi. Siandiki huu waraka kwa ajili ya kuomba msamaha. Nataka niwape taarifa ambazo wamenijuza juzi. Kwa hiyo kama unahisi huu uzi ni kwa ajili ya kuomba msamaha, ishia hapa. Mimi ni mmoja kati ya wachache ya Watanzania ambao nimefanikiwa kupona kwenye utekaji uliofanywa na serikali chini ya jeshi la polisi. Kwa muda mrefu tumekuwa tukiambiwa serikali ndiyo inateka watu na kupoteza. Sasa hilo mimi limenitokea na ninaishi nalo. Nilipigwa risasi ya kichwa na kuenda kutupwa pembezoni mwa mto wenye mamba na viboko wakali. Nikipona hapo basi niliwe na mamba wakali waliopo katika mbugani kama fisi, simba na wengine waliopo ndani ya mbuga ya Katavi. Yote hayo Mungu aliniepusha nikaishi. Tangu siku hiyo mpaka leo, licha ya kumtaja mhusika wa utekaji wangu, ila hakuna hatua iliyochukuliwa zaidi ya kupandishwa vyeo jeshi. Yani akamweka jina lake ndani ya mabano, akaweka Makweli. Na kibaya ni kwamba tangu mwaka jana mwezi wa 9 amekuwa akinitafuta kimya kimya aniue. Nimeishi maisha ya kukimbizana na jeshi la polisi kwa muda wa zaidi ya miezi 8 sasa. Hakuna hatua kama serikali wala nchi imechukua kwenye tukio langu la utekaji. Gharama ninazotumia kujitibia majeraha ya risasi ya kichwa mpaka sasa ni zaidi ya milioni 55. Ndugu zangu, jana nimepigiwa sana simu. Lengo sio kunilaumu nilivyotukana, lengo ni kujaribu kunipooza hasira zangu kwa jeshi la polisi. Wanajua ninayo haki ya kufanya vile nifanyavyo. Ndiyo Tanzania. Nikiona mtu kafanyiwa unyama na jeshi la polisi, moyo wangu hautulii kabisa. Maumivu ya kichwa yanaanza upya. Bora nitukane nipone, na naona inasaidia, maana naona matusi yanauma. Hii ndiyo njia nimechagua. Punguzeni hasira zangu, maana haki siwezi kuipata kwenye hili taifa. Kwa hiyo punguzeni ushauri ulienijia juzi. Acha shobo, tutakuwepo. Haya ameandika Sativa katika mtandao wa Twitter, akiandika kweli kwa hasira kweli kutokana na kile ambacho alikuwa amekipitia siku za huko nyuma baada ya kutekwa. Lakini watu wamekuwa na maoni tofauti katika sehemu ya comment section. Wa kwanza hapa namuona mtu maarufu sana kutoka nchini Tanzania ambaye ni mwana hip hop na pia ni mwanaharakati ambaye anafahamika kama Roma Mkatoliki. Ameweza kushusha uzi wake hapa. Nataka nusome uzi wa Roma Mkatoliki ambao ameandika hivi, akaweka: Edi, wanaokushauri ukae kimya ndio hawa wanaotutukana sisi. Kwa nini tulikaa kimya? Baadhi ya Watanzania ni miyeyusho sana, hawaelewi wanataka nini. Iko hivi, sisi
tuliopata matatizo kama yako mwaka 2017 mwezi kama huu Aprili. 5, tulio opti kukaa kimya, watu wakatukana sana kwa nini tumekaa kimya, na hadi leo tunatukanwa na kukebeiwa. Wengine wanaenda extra mile kututusi jinsia zetu kuwa tuliingiliwa, tulirekodiwa, ndio maana tumechagua kukaa kimya, tunaogopa black miles. Wewe umeripoti approach, wewe umeopt approach tofauti, umekuwa ukiongea. Wale wanaotukana sisi kwa nini tumekaa kimya, wale ndio wanakutusi tuliact, ndio hao wanakumind tena kwa nini unaongea na kutukana, ndio hao wanakuambia acha usiongee. Watanzania ni mieyusho jazz band, mzee wangu, endelea kuishi, huna baya homeboy. Hayo ni maneno ambayo ameweza kuandika Roma Mkatoliki katika mtandao wa Twitter kuhusiana na hichi ambacho Sativa ameweza kuandika katika jukwaa hilo la mtandao wa Twitter, na watu wengine pia wamezidi kutoa maoni yao hapo, lakini pia Sativa akaja kamjibu Roma Mkatoliki akasema, mwanangu Mkato, tuishi mani. The Madevu akaja akasema wa kwetu Mungu akutunze tu, lakini Sativa akasema mwanangu. Lakini Mwagito akaja hapa akashusha akasema hakuna kushusha bendera, mwendo mpela mpaka afe shoga. Lakini Sativa akaweka emoji ya kucheka hapo, lakini Otto B anasema chafua yangu chafua sana babu, hatukulala wala kumua, usema bring back hadi tufike airport kupokea mwanetu na kutuchanga mambo yasikwame, chafu yangu wewe kanyaga, hakuna namna apeleka. Sativa akaja akamjibu hapo akasema amin mwanangu. Lakini Chibobo akaja akasema Sativa anakurekebisha hapo mzee, ukutupa pembezoni mwa mto, ila ukipona uliwe na mamba na hao wanyama, bali lengo la wauaji umekufa. Lakini Edo Laika anasema jicho la mafwele mida hii akaweka hapo ndege hapo. Lakini Mswahili akasema usinishauri unanichanganya. Lakini Jailina anasema nimetweet ifike mbali. Lakini Hosman anasema ametokana kusoma. Lakini Lilix Inclini anasema kuna interview Tupac aliulizwa hatuoni sababu ya kubeba 9mm kwenye matembezi yako. Tupac aliwajibu hivi, siku maisha yangu yakiondoka yatakuwa yameondoka, hakuna rais atakaye arudisha, hakuna mahakama, hakuna polisi atakayerudisha, ila watakuja kwenye kaburi langu kulia. Lakini Bernard anasema sikia Sativa, hao polisi wetukana tu, that is latest you can do, they kill people with passion, they deserve to be insulted. Ni makatili tu hao, so watukano tu. Lakini pia Dula Abu anasema wachome hapo chali yangu, usikubali gia. Lakini Akimu anasema kina Soka Mlai Dionis Mzee Kibao wameuawa, kazi ya polisi wewe kunusurika ni Mungu alituonyesha dhahiri, tujue kuwa uwazi wa kazi yao. Lakini Icon anasema ambaye hajawahi experience haya, hata kulala mahabusu kwa makosa ya kusingiziwa au kuonewa na hawa vibaka, hana haki ya kupanua mdomo na kusema lolote. Lakini mwisho kabisa hapa nampa pendeleo anaitwa Mwalimu Macheke, anasema hakuna lugha nzuri dhidi ya polisi, the best way is kukemea vitendo vyao kwa lugha yoyote ile, kuonesha hasira zetu kwao. Hayo ni maoni ambayo watu wameweza kutoa katika chapisho hili ambalo
Sativa ameweza kuchapisha katika mtandao wa Twitter. Jina langu ni Dee wa KUTV, tukutane katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.